Mpili TV Online. Mengi yapo katika upande wa Simba. Ni wakati ambao tayari coach Steve Barker ameainisha na kuweka wazi zaidi ripoti yake ya kiufundi ambayo anahitaji ikafanyiwe kazi na ikafanyiwe maboresho makubwa ili kuhakikisha kwamba timu yake inakuwa katika sehemu ya ustadi, uweredi, ubora na mengi yaliyotukuka katika nafasi hiyo. Lakini kufanyiwa kazi kwa ripoti ya mwalimu ndiyo sehemu ya baadhi ya wachezaji wengi ndani ya Simba kuweza kuondoka. Ninavyozungumza nawe tayari Simba imeachana na nyota wawili na wote wametolewa kwa mikopo. Ni wachezaji ambao pia naweza nikasema Simba inaweza ikaa imeachana nao moja kwa moja, kwa sababu wote ambao imewatoa kwa mikopo ni wachezaji ambao naweza nikasema ni wachezaji ambao wana mikataba ya miezi 6 ndani ya Simba Sports Club. Lakini nje na kuwatoa kwa mikopo na kuachana na nyota hawa wawili ambao tayari wametimia, Simba ina rundo kubwa la wachezaji ambao wanapaswa kuondoka. Although coach Steve Barker kwenye ripoti yake inaainisha wachezaji 5 au maeneo 5 ambayo anahitaji afanywe maboresho, lakini sio maeneo 5 tu, bali kuna eneo la 6 kwa maana ya eneo la goalkeeper. Simba wanapaswa kumuongeza kipa mwingine mzawa ambaye atakuja kushikilia nafasi ya Musa Pimpini Kamara kwa hizi siku kadhaa zilizosalia. Kumbuke Musa Pimpini anarejea mnamo mwezi wa pili ili kuhakikisha kwamba anakuja kuifanya Simba inakuwa katika uimara na ubora wa hali ya juu baada ya kupona majeraha yake ambayo yamemsumbua kwa muda mrefu zaidi. So Simba tayari wameridhia kuachana na baadhi ya wachezaji ambao wameshindwa kudeliver na kutoa kile ambacho wanakihitaji katika nafasi na kuachana na wachezaji hao moja kwa moja ndiyo option au ndiyo faida ambayo Simba wanaipata ya kuingiza wachezaji wengine wazuri ambao watakuja kuifanya timu hiyo kuwa katika sehemu ya ubora, ushindani na uweredi mkubwa pia uliotukuka katika nafasi hiyo. Sasa usiyoyajua nyuma ya pazia ndio unapaswa kuyajua. Niko hapa nikubirishe kwenye list ya wachezaji wote ambao Simba tayari imewaainisha kuachana nao. Tutaanza na nyota wawili ambao hawa tayari wao ndoa yao na Simba imeishia au imefikia tamati. Mchezaji wa kwanza ni Mzamiru Yasini. Baada ya kuhujumu kwa takriban zaidi ya misimu 8 ndani ya Simba, hatimaye Simba wameachana naye na ni mmoja wa wachezaji ambao wamechapwa thank you ndani ya Simba Sports Club. So Mzamiru Yasini ni mmoja wa wachezaji ambao Simba imeachana nao katika nafasi hiyo na ni mmoja wa wachezaji ambao hatutoweza kuwashuhudia ndani ya Simba Sports Club. Mchezaji wa pili ni mwamba anayejulikana kwa jina la Awesu. Awesu ni sehemu ya wachezaji ambao Simba imeachana nao. Awesu amejiunga na kikosi cha timu inaitwa Kenya Police ya kutokea pale nchini Kenya. Huyu pia ni sehemu ya wachezaji ambao Simba imewatoa kwa mkopo katika upande wa timu hiyo, na tayari ameondoka ndani ya kikosi cha wekundu wa Simba. So Awesu ni sehemu ya wachezaji ambao Simba imeachana nao katika upande huo. Then ukiachana na hawa nyota wawili ambao tayari wao wameachana na Simba, wapo wengine wachezaji wasiopungua 4 mpaka 5 ambao Simba inaachana nao ili kupisha nafasi ya wachezaji wapya ambao coach anawahitaji. Na pia ni wakati ambao Simba wanahitaji nafasi za baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa hawapati game time, kama wachezaji kama Juma Radaki Chasambi, ukiongeza wachezaji yake na Vedastus Masinde, hawa ambao wamekuwa hawapati game time, basi nao watolewe kwa mkopo ili wakapate game time, kwa maana ya wakapate muda wa kucheza katika timu ambazo wanakwenda kuzichezea katika nafasi hiyo. Mchezaji wa kwanza ni Joshua Mutale Budo. Budo ni mmoja wa wachezaji ambao coach Steve Barker hajaridhishwa na kiwango chake, na ni sehemu ya wachezaji ambao ameridhia aweze kuondoka moja kwa moja ndani ya Simba kulingana na mchango wake mdogo ambao amekuwa nao na uwezo wake ambao amekuwa nao. That why ukitazama kwenye ripoti ya wachezaji ambao coach anahitaji waongezwe ni katika hii winga ambayo anaicheza Joshua Mutale Budo. So Joshua ni mmoja wa wachezaji ambao Simba anaachana nao. Nje na Joshua Mutale Budo yupo mwamba anaitwa Neo Maema. Neo Maema ni sehemu ya wachezaji ambao Simba wameridhia kuvunja mkataba wake na kuachana naye licha ya kwamba mkataba wake umebakiwa na miezi 6 katika upande huo. Ni mmoja wa wachezaji ambao ameshindwa kudeliver na kutoa kile ambacho Simba wanakihitaji. Kwenye ripoti inaonyesha namba 10 anahitajika mwingine. So Maema kwa performance ambayo amekuwa nayo na Simba wapo tayari kuachana naye.
Out of Neo Maema yupo Shamu Karabwe. Simba wameridhia pia kuachana na Shamu katika uwezo wake ambao amekuwa nao. Miezi 6 imesalia kwenye mkataba wake na ni sehemu ya jambo Simba wameridhia kuachana naye baada ya kocha pia kuainisha na kuweka wazi kwamba anamhitaji beki wakati ambao atakuja kuongeza nguvu katika upande huo. Ukiachana na Shamu yupo Juma Radaki Chasambi na Simba wanahitaji kuachana naye ili akapate game time, lakini pia yuko Vedastus Masinde ambaye Simba pia naye wanahitaji kuachana naye ili akapate game time. So hao ni sehemu ya nyota ambao Simba tayari wameridhia kuachana nao ili waweze kupata wachezaji wengine wazuri kupitia katika ripoti ya mwalimu anaowahitaji. Wachezaji obviously wachezaji 7 wataondoka ndani ya Simba, wakiwemo nyota 3 wa kigeni, then wachezaji 4 wazawa. Kwenye 4 tayari 2 Awesu na Mzamir wameweza kuondoka ndani ya upande wa Simba. Nani ulitamani endelee kubakia? Tupia comment yako, lakini pia kama ni mara yako ya kwanza hakikisha umeweza kusubscribe ili kuwa kwanza na kunufaika kwa